Wakati sekta ya habari ikiangaziwa kuwa ni muhimili muhimu katika jamii yoyote ulimwenguni, waandishi wa habari nchini Tanzania wametakiwa kutumia kalamu zao katika kuandika habari za uchunguzi ili kuepuka kuzua migongano na kuleta tafulani miongoni mwa jamii. Kauli hiyo imetolewa mbele ya waandishi wa habari na katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya UNESCO nchini Tanzania, Profesa Hamisi Malebo, katika kongamano la siku 2 la waandishi wa habari linalofanyika jijini Dodoma, likiwa na lengo la kujenga na kuimarisha uwezo wa waandishi wa habari wanawake, waandishi wa habari wa umma na binafsi, wafanyakazi wa vyombo vya habari pamoja na wadau wengine wa habari katika kutambua mchango wa waandishi wa habari wanawake na wanahabari wote na kuhakikisha usalama wao wapo katika majukumu yao ya kazi. Profesa Malebo amesema kuwa waandishi wa habari ambao wanaweza kufanya uchunguzi na kutoa habari ambazo hazina upendeleo ni msaada mkubwa kwa taifa la Tanzania, na kwamba wao kama Tume ya Taifa ya UNESCO wanasisitiza waandishi wa habari nchini humu kuandika habari zenye mlinganyo bila kuipendelea serikali wala kuwaonea wananchi. Hatutaki mpendelee serikali, hatutaki muonee wananchi. Tunataka taarifa ambayo imenyooka na yenye msawazisho, yenye mlinganyo, inayotoa haki kwa kila upande. Haki ya serikali isemeni wazi na haki za wananchi ziwekeni wazi. Sasa ukiangalia kwenye ishu za Ngorongoro, tumekuwa tukipata changamoto na asasi zisizo za kiraia zinajaribu kupotosha, lakini mimi ambao mnaweza mkafanya uchunguzi wa habari na mkatoa habari ambazo hazina upendeleo, ni msaada sana kwa taifa. Hilo ni jambo la pili ambalo nataka nilisisitize kwa sisi ambao tumepewa nafasi ya kuongea, lakini nafasi ya kuelimisha. Unajua kuna walimu ambao wanafundisha madarasani, vyuo vikuu, wanafundisha watu wachache sana. Mimi pia ni mwalimu. Ukiingia darasani unafundisha labda wanafunzi 40, labda 100, 200. Lakini Deokaji pale akipiga kidogo, watu milioni 24 wanaweza kuwa wanamsikiliza yani. Kwamba yeye ana impact kubwa kuliko mwalimu yoyote. Mfano mwingine wa tatu niliotaka kuzungumzia, ambao hata sasa hivi ukiingia kwenye mitandao unakuta kuna malalamiko mengi dhidi ya serikali, lakini kila mtu yuko kimya. Lakini yale malalamiko ukiangalia, kuna ambayo ni uongo. Unaweza kabisa kama mwandishi wa habari ukafanya hata ka documentary kadogo kakuwaelezea Watanzania na dunia kuona kwamba yule aliyepeleka hiyo taarifa amefanya nini? Amepotosha. Mfano wa tatu nitawapa. Kuna wakati Tanzania imelaumiwa katika bunge la Ulaya kwamba katika neno la Kiingereza kuna neno linaloitwa marginalization. Kiswahili chake sijui tunasemaje, kwamba ndugu zetu wa Masai wako marginalized hapa Tanzania, kwa maana kwamba ni watu ambao ni kama wametengwa au wamepuuziwa. Ukiliangalia unajua kuwa marginalized ina maana kwamba ninyi hamuhusiki hata kwenye serikali, hamna uwakilishi, sauti yenu haiwezi kusikika kwa sababu mmewekwa pembezoni. Sasa ukiangalia mfumo wetu wa kiutawala, si ndio? Tuna rais, tuna makamu wa rais, tuna waziri mkuu. Unajua waziri mkuu ndio mkuu wa shughuli zote za serikali, na bungeni ndio msemaji wa serikali, si ndio? Sasa ukiangalia upande wa Masai, wao wametoa mawaziri wakuu wawili, Edward Moringe Sokoine na Edward Lowassa. Hawa viongozi wakuu wa nchi, unaweza ukasema kwamba sauti yao ilikuwa haiwezi kusikika ndani ya serikali. Waziri mkuu ni mtu mkubwa sana na wametoa. Lakini pia ukiangalia mgawanyo wa bunge letu, si ndio? Wabunge ni wawakilishi wa wananchi, wanapeleka sauti ya wananchi bungeni. Sehemu zote, wilaya zote ambazo zina Wamasai wana wabunge ambao wako bungeni na wanaongea. Sasa inakuwaje mtu anadai kwamba kuna marginalization?
Hata hivyo, wakati waandishi wa habari wakiangaziwa kama muhimili muhimu katika jamii, huku wakitakiwa kuandika habari za kiuchunguzi kwa kufuata miko na sheria ili kuepuka migongano na tafulani miongoni mwa jamii, kumekuwepo na changamoto nyingi zinazoelezwa kuwakabili waandishi wa habari, ikiwemo changamoto ya ulinzi na usalama. Nuru Chuo ni mtaalamu wa masuala ya mawasiliano na mkufunzi wa waandishi wa habari kutoka katika Chuo cha Mtakatifu Agostino Ndakia Mwanza. Anasema swala hili la usalama wa waandishi wa habari ni swala ambalo Waswahili wanasema ni mtambuka, kwa sababu lina pande nyingi sana, kama ambavyo tumeweza kusikia katika mafunzo yetu ya leo. Kwa hiyo ni swala ambalo limekuwa na upana wake, kwa sababu vyanzo pamoja na sababu viko katika pande mbili, pande za ndani pamoja na pande za nje. Kwa hiyo hali hii ya usalama wa vyombo vya habari wa waandishi wa habari Tanzania bado ina changamoto kubwa sana, lakini changamoto hizi zina mchango kutoka pande zote, kutoka kwa upande wa waandishi wa habari kama tulivyojadiliana leo, lakini pia upande mwingine pia ni kutoka katika vyanzo vingine vya nje. Kwa hiyo bado tuna changamoto ya kuhakikisha tunaunga nguvu kuhakikisha kwamba changamoto hizi basi zinapata ufumbuzi kutoka kwetu sisi waandishi wa habari kwa kutimiza wajibu wetu, lakini pia basi hawa wengine ambao wako nje kutambua kazi zetu na kuhakikisha basi wanazifanya kwa weledi mkubwa, ili na sisi kutupa nafasi sisi kufanya kazi yetu kama waandishi wa habari. Kwanza ziko changamoto mbalimbali, lakini kubwa au nitataja chache. Changamoto ya kwanza kubwa na ni uwepo kwa mfano wa sheria ambazo kwa namna moja nyingine zina kinzana na ule upatikanaji wa taarifa. Hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili pia ni swala zima la weledi. Weledi nao ni changamoto. Kumekuwa na baadhi ya waandishi ambao utekelezaji wao wa kazi bado umekuwa ni changamoto kubwa kutokana na kukosa ule weledi wa waandishi wa habari. Lakini tatu pia changamoto nyingine ni vyombo vyetu vya habari ambavyo au zile media houses bado kuna zingine hazijatoa nafasi kwa waandishi kuweza kutekeleza majukumu yao kama yanavyotakikana, ni kutokana na mikinzano yao ya mambo mbalimbali ambayo wamekuwa wakiyafanya katika siku zao za kila siku. Kwa hiyo conflict of interest pia imekuwa kusababisha media house nyingi zikashindwa kufanya au zikashindwa kuwapa nafasi waandishi wa habari wakafanya kazi kama wanavyotakikana. Sheria, lakini weledi pamoja na vyombo vya habari, hivyo vimekuwa ni kinzano kubwa sana ambazo zimekuwa zikiwafanya waandishi washindwe kufanya kazi zao kama inavyotakikana. Awali akizungumza katika kongamano hilo linalolenga kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari, makamu mwenyekiti wa klabu ya waandishi wa habari mkoani Dodoma, Katari Mbashiru, amesema kuwa mafunzo hayo ni muhimu kwa waandishi wa habari na kuongeza kuwa na training kama hizi kwa kweli sisi zinatusaidia kukumbusha namna gani tunaweza tukafanya kazi zetu kwa ufanisi zaidi na tukaweza kutoa taarifa ambazo zinaweza zikasaidia taifa hasa tukasonga mbele. Kimsingi hii ni fursa kwetu na tunapenda tushukuru tume ya UNESCO Tanzania kwa kufikiria kutoa mafunzo kama haya kwa sisi wanahabari, ambayo kwa kweli ni kama nilivyosema ni muhimu sana. Kwa hiyo matarajio yetu ni makubwa sana katika hizi siku mbili. Tuna uhakika tutatoka hapa tumepata kitu kipya ambacho kitatuongezea ufanisi katika kutekeleza majukumu yetu. Mafunzo hayo yanayoratibiwa na sekta ya habari ya Tume ya Taifa ya UNESCO nchini Tanzania yanalenga kujenga na kuimarisha uwezo wa wanawake waandishi wa habari wa umma na binafsi, wafanyakazi wa vyombo vya habari pamoja na wadau wengine wa habari katika kutambua mchango wa wanawake waandishi wa habari, mchango wa wanahabari wote na kuhakikisha usalama wao wawapo katika majukumu yao. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.